Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kushiriki iftar pamoja na ndugu zetu wa Kiislamu katika mkoa wa Mara. Lakini iftari hii imefanyika katika mji wa Musoma kama sehemu ya kudumisha mshikamano, upendo na umoja tulionao kwa waumini mbalimbali. Lakini pia tunafanya hivi kwa ajili ya kugusa maisha ya kila mmoja wetu wenye changamoto na wasio na changamoto katika kipindi hiki cha Ramadhani na Kwaresima. Lakini pia ni muendelezo wa matukio mbalimbali ambayo tunayafanya katika mkoa wa Mara na kanda ya Ziwa. Kwa hiyo siku ya leo tunashukuru Mungu kwamba iftari yetu imekwenda salama. Tunawashukuru viongozi wote walioshiriki katika kuhakikisha kwamba tunashiriki pamoja na tunaendelea kudumisha amani kama tunu ya taifa letu. Pia tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia kibali, lakini sambamba na hilo tunamshukuru Dr. Rimo Nyansaho ambaye ni waziri wa ulinzi, lakini kwetu sisi ni muasisi na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Nyansaho Foundation kwa kuendelea kutuhamasisha katika kugusa maisha ya watu wenye mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo kama taasisi tunamshukuru Mungu sana kwa sababu tunapoendelea kufanya hivi tunakutana na watu wengi, lakini tunaonyesha upendo na wao pia wanatuonyesha upendo. Ni kama sehemu ya kubadilisha maisha na kuleta tabasamu kwa wananchi ambao tunakutana nao mara kwa mara. Kwa hiyo tuendelee kuombeana, tuombee taifa letu, tuombee viongozi wetu wanapoendelea kutekeleza majukumu yao katika kutusaidia katika nchi yetu. Katika salamu zake la kwanza, na yeye amefurahishwa sana na uwepo wa jambo hili, iftari hii ya pamoja, na amefurahishwa kwa sababu ya namna ambavyo mnavyoonyesha na kuthibitisha umoja, ushirikiano na mshikamano tuliokuwa nao wana Mara. Leo hii hapa wamekuwepo watu wa kila namna, watu wa kila dini, watu wa kila kabila, watu kutoka koo na maeneo mbalimbali, lakini wote tumejumuika hapa kwa sababu ya umoja na mshikamano tuliokuwa nao. Amesisitiza na ametoa wito tuendelee kushikamana na kuendelea kuwa kitu kimoja. Lakini pamoja na yote, msingi wetu imara uendelee kuwa upendo tuliokuwa nao. Bila ya upendo, umoja unaweza ukawa sehemu ya changamoto. Lakini jambo lingine, swala la amani na utulivu wa mkoa wa Mara umeendelea kuwa sehemu ya kipaumbele. Mambo yote yeyote anayeweza kufuturisha basi yafuturishe, bado siku zipo, bado siku zipo. Nikushukuru kampuni ya Nyansaho, mmeuadhimisha mkoa, na nyinyi kama mlivyotuadhimisha, Mungu awaadhimishe, Mungu awatunze, awaitunze kampuni yenu, endelee kufanya vizuri. Na mkurugenzi, Mungu amtunze na ampandishe, amlinde. Pia mkuu wetu wa mkoa ambaye hakuhudhuria lakini ametutumia, mkuu wetu wa wilaya amemwakilisha, pia Mungu amtunze huko alikokwenda mkuu wa mkoa. Na mkuu wa wilaya, Mungu akutunze. Tunachokisema sisi ni amani. Ukiona mtu anapuza amani, hajui maana ya amani, hajui thamani ya amani. Wenzetu huko sasa hivi wanahangaika, wanatamani kuipata amani. Sisi alhamdulillah, hizi vurugu ndogo ndogo, siji kukosa hela, ni mambo ya kawaida kila nchi hapo. Huo ndio msingi tuliojengewa na baba wa taifa kabla ya mianzo ya nchi yetu kujengeka. Lakini pia tunaona tukiishi pamoja, sisi ni ndugu Waislamu pamoja na Wakristo, tukila pamoja, tukirejea ule msingi wa wana wa mwanzo Ishmaili na Isaka waliotoka katika viuno vya Ibrahimu. Tendo lilotendeka leo linaonyesha dhahiri upendo tulionao sisi. Ni muombe jambo hili alilolifanya kwa kipindi hiki liendelee katika kila Ramadhani.
watu wameshukuru, wamemwombea dua nyingi, na mimi pia kama mwakilishi wa mbunge kwa siku hii ya leo namtakia kila. Tukio hili limetufunza kwamba sisi Watanzania ni wamoja, na sisi Watanzania tunapendana na bado tuna amani, na tutaendelea kudumisha amani katika nchi yetu hii. Kubwa zaidi, Waislamu wenzangu na wasio Waislamu, tudumishe amani katika nchi yetu. Tuendelee kuombea viongozi wetu wanaotuongoza, kuanzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu na wote ambao uko chini yake, ili nchi yetu endelee kuwa na amani. Chama chetu kiendelea kusisitiza amani, umoja na mshikamano.